마리아, Injili ya Nyanjani. Somo la kwanza. Uhakika wa wokovu. naendelea. Uhakika wa wokovu, mwaka wa kwanza wa Yohana 5:11 mpaka 13. Naendelea. Ya. Utangulizi inasema magonjwa 5 ya kiroho ambayo waumini wanayo. Maria, soma kwa Biblia. Okay. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:11 nayo inasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Namba 12, yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Namba 13, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Amen. Soma utangulizi. Utangulizi unasema magonjwa 5 ya kiroho ambayo waumini wanayo. Ya, number 1. Namba 1 ndogo inasema hawana uhakika wa wokovu. Waumini. Ya, Namba 2. ni lazima wawe watumishi wa Mungu kweli. Wote ni waumini. Hii ni matatizo ya kiroho ya waumini kama sisi. Tusome Zaburi. Zaburi 100 Ee Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. mpaka 4. Okay. Namba 3 inasema umepepeta kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Namba 4, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa, Bwana. Amen. Namba 3 mdogo. Namba 3 inasema hawapati majibu ya maombi. Ya. Namba 4. Namba 4, hawajui maudhui ya wokovu vizuri. Ya. Namba 5, wamo katika hali ya ujinga mkubwa wa kiroho. Hii matatizo ya waumini, si wasioamini. Namba 1 mdogo. Namba 1 inasema wanamwamini Mungu lakini hawajui uwezo wa Mungu, yaani kazi ya Roho Mtakatifu.
Naendelea. Kiroho tunajaribu kulinganisha uweza wa Mungu, yaani kazi ya Roho Mtakatifu. Namba mbili ndogo inasema hawajui vizuri ukweli wa kiroho, kazi ya Roho Mtakatifu na kazi ya pepo wabaya. Namba 3, hawajui vizuri mambo yanayompendeza Mungu na matatizo yao wenyewe ya kiroho. Asante. Mimi na nini tunahitaji kuhakika wa wokovu. Kama vile mwili wetu unavyosongeza kupitia mawazo na moyo. Kwa mwanadamu, mawazo au uhakika ni muhimu sana kabla ya kutenda. Kinachoamua matendo ya mtu huyu ni uhakika na mawazo yake. Maria, tusome Mathayo wa 6 mstari 33. Mathayo 6:33 naye inasema, bali utafuteni kwanza na haki, mtazidishiwa. Amen. Inapozungumzia siri ya maombi, inatoa kigezo cha kile kinachopaswa kutafuta kwanza. Inamaanisha kwamba kwa ajili ya injili hii na afya na mali na watu vinahitajika pia, lakini vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vinavyoonekana. Maria, funga mic. Okay. Msingi na usuli usioonekana kwa macho ni muhimu zaidi. Kwa hiyo, ili sisi wanadamu tufanye mambo makubwa kweli, hatusongezi kwa urahisi. Mwili unasongeza kupitia mawazo mengi. Ndio maana tunahitaji uhakika wa wokovu. Mtu anayefanya kila kitu vizuri ni mtu ambaye hawezi kufanya chochote vizuri. Tunapaswa kufanya jambo moja muhimu vizuri. Tunapaswa kuwa wataalamu kuhusu Yesu Kristo. Macho yetu lazima yapunguke kwenye hili. Uhakika ni nini? Ni kitu kinachotoka kikiwa kimepiga chapa kama imprinti katika mawazo na moyo. Kwa hiyo tunapaswa kumshika Kristo hadi awe chapa na mizizi na asili yetu. Kitu tunachohitaji zaidi ni uhakika wa wokovu. Huu ndio mwanzo wa kila kitu. Kwa nini waamini kama sisi hawana nguvu? Ni kwa sababu hawana uhakika kuu wa wokovu. Mwanzo wote wa waamini uko hapa. Kama hakuna uhakika wa wokovu, mambo mengine yote ni ya muda mfupi. Uhakika mwingine ni muhimu pia, lakini zaidi ya yote, uhakika wa wokovu ni muhimu. Watu waliokuwa na imani nzuri na
waliopokea majibu mengi. Walikuwa ni watu waliokuwa na uhakika wa wokovu ulio wazi. Ili kuwa na uhakika wa wokovu, kuna mambo kadhaa ambayo lazima ujue kwa uhakika wa wokovu. Kwanza, injili ni nini? Pili, uinjilisti ni nini? Na tatu, ni ipi njia ya maisha ambayo Mungu anataka kweli kutoka kwetu. Mambo haya matatu lazima yawe wazi. Mambo hayo matatu yakielewa, uhakika wa wokovu na injili ya uinjilisti vitaeleweka. Ili kuwa na uhakika wa wokovu kweli, lazima uijue injili kwanza. Kutambua injili hii na kuitendea kazi ndio uinjilisti. Mungu anatutakia kuishi vipi wakati anatupa maisha yaliyofanikiwa kikamilifu sasa? Hatupaswi kukosa uhakika juu ya hili. Bwana hakuturuhusu maisha ya kushinda, bali alitupa maisha ya mafanikio. Unapaswa kuwa na uhakika kwa kiasi gani kuhusu hili? Unapaswa kuwa na uhakika kiasi cha kusema ni hiki tu. Tunaweza kufanya mambo mengine kijuju, lakini hili lazima tulifanye kwa uhakika. Sasa ni wakati wa kutangatanga ambapo ukweli hatujulikani. Tukisema injili kwa uhakika, kazi ya Mungu itatokea. Sasa ni wakati ambapo kila mtu anatangatanga akitafuta ukweli halisi. Lazima tutangaze neno la Bwana, neno la Mungu lenye uhakika kweli. Kuna njia moja tu ya kuzuia wakati wa uraibu, wakati wa magonjwa ya akili na wakati wa kujitoa mhanga. Katika wakati huu wa machafuko, sisi pekee lazima tutoe jibu kwa uhakika. Kwa hiyo injili ni nini? Uinjilisti ni nini? Lazima tujue na kusema kwa uwazi. Na njia ya mafanikio ambayo Mungu ametupa ni ipi? Lazima tujue. Haya yote yanapounganisha na kueleweka, ndipo kuna uhakika wa wokovu. Ili tujue injili, lazima ujue mambo tatu yafuatayo. Kwanza, injili ni nini? Biblia inasema mambo mawili. Kwanza, Yesu ni Kristo. Pili, Yesu Kristo amefufuka na yuko hai sasa. Neno hili inamaanisha kuwa yuko pamoja nasi sasa kwa Roho Mtakatifu. Kanisa la kwanza lilisisitiza hili. Huu ndio ujumbe wa uhakika uliohuisha watu katika kanisa la kwanza. Bwana ni Kristo na yuko hai sasa, naye
waongoza kwa kinakupitia Roho Mtakatifu msaidizi. Bwana wa ufufuo lazima asisitize daima, kwa sababu alikufa na kufufuka kama ushahidi kuwa yeye ni Kristo. Matendo ya Mitume wa 1:8 sio osia, bali ni amri ya kwanza na ahadi ya Bwana aliyefufuka. Bwana anayetupa majibu ni Kristo na ni Bwana aliyefufuka. Hata sasa anawatawala ninyi na kanisa kwa kina. Muda ukipitia, tunaona kuwa matatizo yote na shida na ajali na mikutano ni uongozi wa Mungu. Muda ukipita, ile huduma mdogo tuliyofanya kanisani inaonekana kuwa uongozi wa kina wa Bwana aliyefufuka. Tukitambua hili vizuri katika uhalisia wa sasa, uwezo unadhihirika. Tukitambua uongozi wa Roho Mtakatifu, baada ya muda kupita, hatutakuwa na uwezo katika uhalisia wa sasa. Je, unaamini kwa kiasi gani ukweli kwamba Bwana aliyefufuka anatenda kazi pamoja nasi mahali hapa sasa? Sasa kulingana na imani hii, magonjwa yanaponiwa, kazi za shetani zinavunjwa na uongozi wa Roho Mtakatifu unaweza kujulikana wote. Sasa Roho Mtakatifu msaidizi anayetatua matatizo yote, huyo Roho yuko pamoja nasi sasa. Matatizo yetu yote yanabadilika kulingana na kiasi tunachoamini ukweli wa kiroho sasa. Kwa nini tunajisikia vibaya moyoni kwamba watu hawatutambui, hata mimi, wakati Bwana aliyefufuka yuko pamoja nami kikamilifu sasa? Kwa nini mnakata tamaa mnapofanya kazi? Bwana aliyefufuka kwa hakika anatembea pamoja nani bila kuwakosa hata dakika moja wala sekundi moja. Kama sehemu hii haiaminiki, basi hatujaelewa Injili vizuri. Ini kuamini. Tunasema Injili kwa mdomo yetu, lakini sauti na matendo yetu sio Injili. Kwa hiyo Injili lazima idhihirike kwa njia mbili. Hata katika Matendo ya Mitume wa 17 ilizungumziwa kwamba Kristo alifufuka na kwamba Yesu ndiye Kristo. Huu ndio msingi wa kuweza kuhuisha watu katika kila tarafa. Ushirika wa nyumbani. Ukimjua Kristo tu usahihi, unatatua matatizo 3 muhimu zaidi ya maisha. Yeye aliyetatua matatizo yote yuko pamoja nani daima sasa.
Marko wa 16 mstari 19 inasema Bwana alichukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Marko wa 16 mstari 20 inasema Bwana akitenda kazi pamoja nao. Unaweza kuuliza, anawezaje kupanda mbinguni kabla na kushuka tena hadi siku Yesu Kristo atakaporudi? Ameketi mkono wa kuume wa Mungu akiwa na mamlaka ya mbinguni, na wakati huo anawatawala ninyi moja kwa moja kwa Roho Mtakatifu. Lazima tutambue ukweli kwamba tumeshikilia mamlaka yote ya dunia. Wakati huo neno lisemalo nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi endeni linaeleweka. Lazima uelewe Injili kwa uwazi. Ni Kristo anayetatua matatizo yote ya maisha. Kristo atenda kazi sasa kwa Roho Mtakatifu asiyeonekana kwa macho. Kinyume cha Roho Mtakatifu ni roho mchafu kama Ibilisi. Roho mchafu anatenda kazi wazi sasa. Ili kuvunja nguvu za roho huyo mchafu, Kristo yuko pamoja nasi daima. Kama hili haieleweki, jaribu kukaa na wagonjwa katika hospitali ya wagonjwa wa kiakili kwa mwaka mmoja, hata kama ya wiki moja. Jaribu kuishi na mtu aliyeathiriwa na uraibu kwa siku chache. Utajua kwamba roho mchafu yupo kwa hakika. Hili lazima lieleweke ili Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu waeleweke. Mungu Baba aliyesema neno, Mungu Mwana aliyetuhuisha kikamilifu, Mungu Roho Mtakatifu aliye pamoja nasi sasa na kuliongoza kanisa. Yohana wa 4 mstari 24 inasema Mungu ni roho, nao waabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Inamaanisha kwamba tunapoabudu, tuabudu katika roho na kwa kweli na neno la Mungu. Ndipo Bwana aliyefufuka anatenda kazi kwa Roho Mtakatifu. Katika muda huu sasa, Roho wa Bwana atafanya kazi kwa kiroho, na kwa mtu anayeamini ukweli huu, mamlaka ya shetani yatavunja sasa. Hii ndiyo Injili halisi. Ni sawa kufanya hivi kila tunapokusanyika. Ufufuo wa Kristo lazima ueleweke, Injili, uinjilisti ueleweke. Namba 2,
uinjilisti ni nini? Uinjilisti ni kusema ukweli kwamba Bwana aliyefufuka yuko pamoja nami baada ya kumpokea Yesu Kristo. Niliposema ukweli huo, mtu aliyesikia maneno haya alitambua Injili. Marko wa 3 mstari 14 hadi 15 ina ufafanuzi sahihi zaidi kuhusu uinjilisti. Marko wa 3 mstari 14 hadi 15 akaweka watu 12 wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri na kuwa na amri ya kutoa pepo. Uinjilisti ni kusema ushahidi kwamba Kristo aliyefufuka yuko pamoja nami kwa Roho Mtakatifu. Mtu aliyeelewa hili anatambua uhalali asili wa uinjilisti. Mathayo wa 28 mstari 20, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Uinjilisti ni kusema ukweli kwamba Kristo aliyefufuka yuko pamoja nasi, na hili ni jambo la asili. Lazima. Kwa kuwa tunaendelea kupokea neema ya kiroho ya Roho Mtakatifu aliye pamoja nasi, hatuna budi kusema, huko ndiko darak방, na ndio hii ni uinjilisti. Kwa hiyo uinjilisti una asili ya lazima. Kwa kawaida, bila shaka, nini mtakuja kufanya uinjilisti hapo baadaye. Kuliinua kanisa la RBC ni kazi ya Mungu. Kanisa la RBC litakuwa kubwa kiasi gani? Hiyo pia ni kazi ya Mungu. Tuna kazi nyingine ya kufanya. Ni kusema wokovu huu tulioupokea kwa neema ya Kristo. Petro alisema nini mahakamani? Alisema, kwa maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tulio yaona na kuyasikia. Tulinena kwa jina la Yesu, na kiwete akasimama. Tunafanya nini? Je, hatuwezi kuacha kuyanena mambo tulio yaona na kuyasikia? Je, unatuambia tuseme uongo mbele za Mungu? Mafarisayo waliposikia hivyo wakakosa la kusema. Baraka zinazofuata kwetu ni kazi ya Mungu. Bila shaka kutakuwa na kazi ya Mungu kwenu. Lazima kuwe na kazi ya Mungu kwangu, na lazima iwe kwenu pia. Kuelewa haya yote kwa pamoja ndio uhakika wa wokovu. Uhakika wa wokovu ni mwisho wa kutangatanga kwetu na mwisho wa matatizo yote magumu ya dunia.
Namba mbili, mdogo. Uinjilisti lazima ufanike bila epukika. Haiwezekani kutoufanya. Warumi wa 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo watu wote lazima wapokee Injili na kuokolewa bila kuepukika. Namba 3, mdogo. Upekee wa uinjilisti. Hii ni ukamilifu wa uinjilisti. Hakuna anayeweza kuzuia injili hili. Hadi sasa katika historia ya dunia, hakuna hata mara moja ambapo injili iliweza kuzuiwa. Hakuna kikundi chochote kilichoweza kuzuia injili. Hadi sasa hakuna nchi ambayo injili iliingia na kusimamisha. Paulo alisema, mimi Paulo naweza kufunga, lakini neno la Mungu halifungwi. Yesu alisema, mtakuwa mashahidi wangu hata mwisho wa nchi, na injili itahubiriwa kwa mataifa yote. Ndipo yule mwisho utakapokuja. Kila kitu cha Mungu ni uinjilisti. Ratiba yote ya Mungu iko katika uinjilisti. Mtu aliyetambua hili hana kitu kingine cha kuongeza. Hatuhitaji kwamba kupewa chakula. Chakula kitatolewa bila shaka. Hata tusipoomba gari na nyumba, bila shaka atatupa nyumba. Macho yote ya Mungu yameelekeza kwenye injili hii na uinjilisti huu. Namba 3. Njia ya uinjilisti ni ipi? Uinjilisti unafanywa kwa njia ya darakban. Katika darakban tunafanya uinjilisti kwa njia 4. Njia kwanza, Waefeso 2:1. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Darakban ni mahali pa kuhuisha, kuokoa, yani huokoa binadamu. Lazima tuhuishe watu mahali popote. Kujua kanisani au kutokujua baadaye ni swala la baadaye. Ni harakati ya kumpokea Yesu inayohuisha watu kupitia darakban katika kila mahali na nyumbani. Watu wanaokuja kanisani ni wale ambao roho zao zimehuisha kwanza kwa injili. Namba 2, mdogo. Waefeso 2:2. Mkiifuata kawaida ya ulimwengu huu na mkaumfuata
mfalme wa uwezo wa anga. Darakbangi mahali pa kuweka huru. Darakbangi mahali pa kuweka huru dunia na watu wanaofanya kazi kwa nguvu za giza kupitia neno na maombi. Kila mtu anayekuja darakban akiwa amefungua mlango wa moyo wake atapokea neema. Namba 3 mdogo. Waefeso 2 mstari 6. Akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho. Darakban ni mahali pa kutoa tumaini. Hitimisho la tumaini lote ni ufalme wa mbinguni. Darakban ni mahali panapotoa tumaini la kweli. Kuna waamini wa Kikristo wanaoelewa hivi: nitateseka duniani sasa, halafu nikifanya baadaye nitaenda mbinguni. Kuelewa hivyo ni kuelewa vibaya na makosa kubwa. Mnaishi na Bwana duniani sasa, halafu mnahamia ufalme wa mbinguni wa milele. Darakban ni mahali panapotoa tumaini hili. Namba 4 mdogo. Waefeso 2 mstari 7. Ili katika zamani zinazokuja audhihirishe. Darakban ni mahali pa kuonyesha ushahidi. Mambo ya 4 hapo juu ndio mambo makuu ya kufanywa katika darakban. Ni kwanza, yani namba 1 mdogo, kazi ya kuhuisha watu, yani harakati ya kumpokea Yesu. Namba 2 mdogo, mahali pa kuweka huru, yani ili watoke katika mamlaka ya shetani. Namba 3 mdogo, mahali pa kutoa tumaini, yani ili wafurahie siri ya kuwa pamoja na Roho Mtakatifu sasa hivi. Namba 4 mdogo, mahali pa kuonyesha ushahidi, uzoefu wa nguvu ya maombi. Hii ni mambo 4 katika darakban. Lazima uhudhurishe mambo haya 4 katika darakban. Ukifanya mambo haya 4 vizuri, Mungu anapendeza. Kila mahali unapoenda kufanya kazi hii, Mungu anamimina baraka. Nani atakayeshinda kazi hii? Ukizidi kuongelea uinjilisti, Ibilisi anajisikia vibaya sana na anachukia sana. Mungu anajua ukweli huu, na mkiamua kufanya uinjilisti pekee, Mungu anawasaidia kwa umakini wake wote. Ibilisi anajaribu kututesa akisema, kuishi kama zamani, uishi kama zamani. Kwa nini unajisumbua kufanya uinjilisti? Kuishi kama mjinga anayefuata kula na kuishi.
kuishi tu kama mtu asiye amini. Kwa nini unataka kupokea baraka za uinjilisti? Ibilisi anawaogopa na anataka kuendelea kuwasambulia. Mungu anajua hili vizuri zaidi, naye anawabariki na kutenda kazi mara 100 zaidi ya ibilisi. Marko wa 10 mstari 29 hadi 30. Mwinjilisti anapopata shida, anapaswa kucheka akijua ni nafsi ya kubarikiwa. Nafasi ya kubarikiwa. Mtu asiyefanya uinjilisti anapopata shida, hii ni lahana. Lakini mwinjilisti anapopata shida, ina maana muhimu. Mwinjilisti Paulo alipata mateso na shida kubwa zaidi kwa sababu ya uinjilisti. Lakini alipokea wanafunzi wengi zaidi wa uinjilisti na jibu la uinjilisti wa dunia. Mambo 3 hapa juu kama injili pekee, yani Kristo, na uinjilisti na njia ya uinjilisti ya kitambulika. Injili inaeleweka na wokovu unaeleweka. Wakati huu, njia ya uinjilisti ya kibiblia inatokea kwenu pia. Njia ya uinjilisti ya kibiblia ndio daraka. Utajua kwamba ndio maana lazima ufanye daraka. Kwa kuwa Mungu anapendeza na daraka hii, unaposema nitafanya harakati ya uinjilisti wa daraka maisha yangu yote, unabudi kupokea baraka. Hapa pamejumuisha mambo yako binafsi na familia na kazi na masomo na biashara pia. Sasa hivi miongoni mwa waumini wa kawaida hakuna uhakika wa imani. Wanatangatanga huku wakienda kanisani. Hata kuna wale walioacha baada ya kuwa wachungaji na viongozi wa kanisa kwa muda mrefu. Na miongoni mwa waumini wanateseka kwa kutopokea majibu ya maombi. Tatizo kubwa zaidi kati yao ni kutokuwa na uhakika wa wokovu. Kwa kuwa hakuna uhakika wa wokovu, hakuna majibu ya maombi ya halisi. Nini mnapaswa kukutana na watu hawa na kuwaambia kuhusu hali ya mtu asiye amini. Maria, Ne, usome ya mada kuu. okay. Mada kuu. Ya. Hapa pameandikwa
Sehemu kuu. Ya, sehemu kuu ya Sehemu kuu ya namba kubwa inasema hali ya kutookolewa. naendelea. Efeso 2:1-2. Hali ya asiyeamini Mungu. Namba 1 ndogo nasema hali ya kuwa wafu kiroho. Efeso 2:1. Inamaanisha ngojea kidogo. Inamaanisha hali ya kutengwa na Mungu ni maisha yanayopaswa kuishi kwa kukutana na Mungu, lakini yameondoka. Namba 2, nasema hali ya kukandamizwa, kufungwa. Efeso 2:2. ni hali ya kukandamiza na kupuruza na Ibilisi huku wakiabudu sanamu. Namba 1 mdogo. Soma. Namba 1 ndogo nasema Yohana 8:44. Ukoo wa watoto wa Ibilisi. Ya. Baada ya kumwacha Mungu wamekuwa watoto wa Ibilisi. Namba 2. Namba 2 nasema Efeso 2:2. Mtumishi, mtumwa wa Ibilisi. Hakuna uhuru wa kweli. Kawaida ya ulimwengu ni nini? Inamaanisha mwenendo wa dunia wa kuamini na kufuata ushirikina na sanamu na utabiri na hatima. Na ufalme wa uwezo wa angani ni nini? Inamaanisha shetani aliyeshika mamlaka ya dunia na kuwa mfalme wa dunia. Dunia inaishi ikimfuata mfalme wa dunia hii kama shetani. Shetani anawachochea kuishi wakiwa wamezama katika kila aina ya ushirikina na sanamu na utamaduni wa kishetani. Kwa hiyo roho imekandamiza. Namba 3. Namba 3 Efeso 2:3 nasema chini ya ghadhabu ya Mungu kila mara wanakuwa na wasiwasi, kwa asili ni watoto wa ghadhabu. Kwa hiyo hakuna upumziko la ukeli ya moyoni. Namba 4. Namba 4 nasema Matendo ya Mitume 4:4-8. Maumivu ya mwili yapo kila wakati. Tatizo la kiroho likitatuliwa, tatizo la kimwili inatatuliwa lenyewe. Tatizo la kiroho likitatuliwa, uraibu na matatizo ya kiakili yanaponiwa. Namba 5. Namba 5 Luka 16
Luka 16:19-31 inasema, kwenda kuzimu baada ya kifo. Asiyeamini hana maandalizi ya siku ya baadaye. Mtu asiyeamini Mungu, kama haamini roho na Mungu wala maisha ya baadaye, hajui mambo hiyo tatu ya kiroho ni muhimu zaidi, ingawa hayaonekani kwa macho. Hii ni siri ya roho. Kwa hiyo wanapoteza matatizo la milele la mwanadamu. Hii ni maisha ya baadaye, tatizo la mbinguni na jehanamu na kutangatanga. Kwa kuwa hawana uhakika na kesho ama maisha ya baadaye, wanaishi wakiwa wamefungwa na anasa za uhakika za leo. Lakini daima nyuma ya anasa kuna utupu na wasiwasi zaidi, huku wakijifanya kuwa wako sawa kwa nje. Ni kundi lenye huruma linaloishi kwa uongo. Hata kama asiyeamini anaonekana kuwa na hali nzuri kiasi gani kwa nje, ni sahihi kuona kuwa ana matatizo la kiroho. Asiyeamini anakufa sasa bila pumziko la kweli. Anatangatanga bila jibu la ukweli. Kutoa jibu hapa ndipo uinjilisti pekee, ama uinjilisti halisi. Namba 6. Namba 6 anasema, Wakorintho wa kwanza kusema, matatizo yanatokea hata kwa wazao wanatumia kwa sababu ya urithi kiroho, wakitumikia pepo. Asiyeamini ni mtu aliyeishi maisha ya kumtumikia Ibilisi baada ya kumwacha Mungu. Hata baada ya kufa, anaondoka akiwa ameacha urithi wa tatizo la kiroho kwa wazao wake. Kwa kuwa anaacha urithi wa laana, urithi wa maafa, na wazao wanashindwa bila hata kujua sababu. Lazima utambue vizuri hali hizi sita za asiyeamini na kutoa jibu kwa Kristo hapo pekee. Namba 2 kubwa. Maria soma Maria soma namba 2 kubwa. Namba 2 kubwa inasema, wokovu ni nini?
Yeah. Namba 1 inasema kutatua matatizo ya zamani. Efeso 2:1. Naendelea. Efeso 2:1. Namba inasema alifanya ninyi kuwa hai, ninyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zetu. Namba moja mdogo. Namba 2. Oh, sio hiyo Biblia kwa karatasi usome. Okay. Kwa karatasi namba 2. Namba 1. Hakuna. Moja ndio hiyo amesema kutatua matatizo ya zamani. Efeso 2:1. Yeah. Aliwafanya ninyi kuwa hai, ninyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi. Yeah. Dhambi ya asili, dhambi ya kibinafsi, dhambi za mababu na laana ya maafa. Kutatua dhambi ya asili, kutatua tatizo la dhambi ya Adamu inayoleta kifo. Kutatua tatizo la kumwacha Mungu. Kutatua dhambi kibinafsi, kutatua tatizo la dhambi zinazotenda kibinafsi kama matokeo ya dhambi ya asili. Kusafisha dhambi kwa damu ya Kristo. Namba 2 mdogo. Maria soma. Namba 2 ndogo inasema jinsi gani kumpokea Yesu Kristo. Ni jinsi gani kumpokea Yesu Kristo. Yohana 1:12 na Warumi 8:2. Yeah. Amen. Soma. 2 kubwa. Kwa kumwamini Kristo na kwa neema ya Mungu. 2 kubwa. Soma. Kubwa inasema kutatua matatizo ya sasa. Efeso 2:2. Ya soma. Nini inasema kutoka katika mkono wa mkuu wa uweza wa anga, Roho ya namba 1 mdogo soma. Maria. Msome namba 2. Yeah. Okay. Namba 2 inasema kutatua matatizo. Namba 1 mdogo. Yeah, namba 1 mdogo. Ndogo. Inasema nini? Ukombozi kutoka katika mkono wa Shetani, Ibilisi na pepo, sanamu, ushirikina, hatima
na kadhali. Unapunguliwa kabisa kutoka katika kuishi ukiwa umezama katika kawaida ya ulimwengu, kama ushirikana na sanamu na hatima, ukiwa umekandamiza na ibilisi. Kuna uhusiano tena na hatima. Sasa humtumiki ibilisi, na bali unaishi ukipunga na kumshinda ibilisi. Namba 2 mdogo Ninasema ushahidi, amani na majibu ya maombi sasa. Efeso 2:7, Yohana 14:27. soma Waefeso Nisome 2:7. Efeso 2:7 nayo inasema, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Yohana wa 14. Yohana 14 mstari wa 27 nao nasema, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Amen. Pamoja na nami Roho Mtakatifu asiyeonekana kwa macho. Namba 3. Namba 3 inasema, kutatua matatizo ya baadaye. Efeso 2:6. Naendelea. Nasema, tena akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Namba 1 mdogo. Namba 1 ndogo inasema, nini tatizo la maisha baada ya kifo? Kwenye mabano inaandikwa mbinguni, kuzimu, tumaini, mpango wa Mungu. Amen. Namba 3 kubwa. 3 kubwa inasema uhakika wa wokovu. Moja kubwa. Ongojea kidogo. Ngojea kidogo. Kristo alitatua mambo matatu ya tatizo la milele la mwanadamu. Kuhani wa kweli aliyetatua laana zetu zote. Nabii wa kweli aliyevunja usuli wa jehanamu duniani na kupungua njia ya kukutana na Mungu. Hadi siku Bwana atakaporudi, shetani anatuwaza na kutuangusha. Mfalme wa kweli aliyejiharibu kazi ya ibilisi. Lazima daima tuliite jina la Kristo ambayo ni mfalme wa ushindi. Amen. Namba 1 kubwa. Namba 1 kubwa inasema,
Nini Bila uhakika. Maria, ulisoma bila uhakika? ya nini hutokea ikiwa hakuna uhakika? Waraka wa kwanza wa Petro 5:7-8. Yeah, soma. Namba 1. Biblia, usome. Okay. Waraka wa kwanza wa Petro Mm. Petro 5:7 huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Namba 8. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Amen. Anatafuta mtu anaye hofu, ingawa kama hadaika, ingawa ameokolewa. Ibilisi hana shida mkifanye mengine yote. Haogopi. Hata mkihitimu chuo kikuu na kuwa na pesa nyingi kiasi gani, Ibilisi hastuki hata kidogo. Haogopi hata kidogo. Ibilisi anajaribu kuondoa uhakika huu wa wokovu kwetu. Kama huna uhakika wa wokovu, utashindwa. Kwa uhakika, Ibilisi anatenda kazi hata sasa. Waamini wengi kwanza hawana uhakika. Pili, wana uhakika lakini wanajua kitu potofu. Makosa ni moja katika ya hayo mawili. Tukitengeneza haraka watakatifu wenye uhakika wa wokovu, kanisa litatimiza kazi kubwa sana. Kabla ya kwenda uwanjani kama shamba la Bwana na traki za uinjilisti, kama karatasi za uinjilisti, kufanya uinjilisti, lazima tufanye watakatifu watambue uhakika huu wa wokovu kwa usahihi. Sasa hivi watu wengi sana miongoni mwa waumini wanatangatanga bila uhakika wa wokovu. Waumini wengi wanatilia shaka kwa sababu hawapokei majibu ya maombi. Ndio maana anazunguka makanisa yote na mingi. Kuna kanisa lenye ujumbe mzuri mahali fulani, basi wanamiminika huko. Kuna mchungaji mwenye uwezo na kanisa, basi wanamiminika huko. Ukisikiliza sio injili wala sio nzuri sana, lakini wanaenda.
wanafuata uwezo unaoonekana bila kujua Injili. Je, waumini wana migogoro kiasi gani hadi wafanya hivyo? Je, ni kwa sababu waumini hawapokei kihalisi majibu ya maombi ambayo Mungu anatenda? Wanatangatanga na kuzunguka sana. Wanafanya usiri. Usiofaa. Wakiomba uwezo bila masharti, huku hawapokei majibu kihalisi. Wanapenda ya mysticism mingi. Ni kwa sababu walijifunza vibaya mwanzoni. Ukijifunza Injili potofu, sio Injili, mwanzoni ni vigumu kurekebisha na kuponiwa. Wanasema wanaomba kwa bidii, lakini wanaenda kishirikina. Lakini watafanya nini wasipopata majibu ya kweli? Jibu la kweli ni nini? Neno la Mungu lazima litimie kwangu kihalisi. Je, neno la Mungu sio neno lililo hai? Neno la Mungu lazima liwe linatimia katika kazi na huduma na biashara mnayofanya na tunayofanya. Hilo ndilo jibu la Mungu hasa. Mnapoomba lazima umsonge mkitafuta mapenzi ya Mungu. Lazima tafute jibu la kutimia kwa neno, mkisongea na kutafuta mapenzi ya Mungu. Kama hili halifanyiki, mkiomba kwa bidii zaidi, ndivyo mnavyoteseka zaidi. Tazama Mathayo wa 16 mstari 13 hadi 16. Watu wote wanaijua Injili vibaya. Kama Yesu ni Eliya, kama Yesu ni Yeremia, kama Yesu ni Yohana Mbatizaji, na Yesu ni mmoja wa manabii. Hiyo yote ni makosa. Wanajua vibaya na kwa Yesu Kristo. Ndio maana Bwana aliuliza kama Yesu, nani mwaninena mimi ni nani? Maria namba 2 usome. Amen. Namba 2 inasema Ibilisi uhakika wa wokovu. Namba 2 inasema Ibilisi humgusa yeyote asiye na uhakika wakati wowote. Mfano, Ibilisi akitumia kombola angalifyatua wapi? No, namba 2 kubwa. Uhakika wa wokovu. Okay, namba 2 kubwa uhakika, wanasema uhakika wa wokovu. Yeah. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:11 mpaka 13. Yeah, soma. Okay.
Nasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. 12. Yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Na 13. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Amen. Mungu alitoa ushahidi kwanza, ni kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi tuliookolewa. Bwana anatembea nani kwa hakika, lakini mnapata shida kwa sababu mnaenda njia nyingine mara kwa mara. Roho Mtakatifu mkamilifu anawabariki masaa 24, lakini mnapata shida kwa sababu mnaenda njia nyingine mara kwa mara. Namba moja mdogo. Namba moja ingia namba tatu kubwa. Uhakika 5 wa wale waliookolewa. Ya, namba 3. Namba 3 kwa uhakika 5 wa wale waliookolewa. Namba moja ndogo. Uhakika wa wokovu. Hapa wa kwanza wa Yohana 5:11 mpaka 13. Tawali tulisoma. Tumekuwa watoto wa Mungu kwa sababu ya Kristo, na hiyo ni kuwa watoto wa milele. Miongoni mwa watu wanaosema wana uhakika, wengine huanguka kwa kusisitiza uzoefu, lakini uhakika wa wokovu sio kitu kama hicho. Namba 2. Namba 2 nasema uhakika wa majibu ya maombi. Yohana 14:14. Ngojea kidogo. Namba moja hiyo sai uhakika wa kujibiwa maombi. Maria, ulisoma ama nyingine? Sijasoma. Uhakika wa majibu ya maombi. Yohana 14:14. Nisome? Usome. Yohana 14:14. Soma. Okay, nasema mkiniomba neno lolote kwa jina langu nami nitalifanya. 16:24. Yohana
Yohana 16:24 nayo inasema, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Amen. Luka 11. Luka 11. Luka 11 mstari wa 13 nayo inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni nipa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Amen. Naendelea. Moja Yohana 3. Okay. Waraka wa kwanza Yohana. Yeah, waraka wa kwanza. Yohana 3:22 nayo inasema, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Amen. Yeremia 33. Yeah. Yeremia 33 mstari wa kwanza mpaka wa 3 nao nasema, tena neno la Bwana likamjia Yeremia mara ya pili, hapo alipokuwa akali amefungwa katika uwanda wa walinzi, kusema, Bwana alitendaye jambo hili, Bwana aliumbaye ili alithibitishe, Bwana ndilo jina lake, asema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amen. Jina la Kristo ni jina la Mungu, ni jina ambalo Ibilisi anaogopa zaidi. Hata sasa mkiomba kwa jina hili lazima mjibiwe. Mioni na mawazo yenu yanafikisha kwenye kiti cha enzi. Namba 3 mdogo. Hakika wa mwongozo kuandamana ya Biblia. Biblia Misali 3 mpaka 5. Misali 3:5 mpaka 6 naye nasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Ni Mungu anayehesabu hata nywele yetu zote, na anayeingilia hata shomoro anayeruka angani kama ndege. Zaburi ya tayari tulisoma. Zaburi 139 inasema anajua kuketi na kuondoka kwetu. Mungu anajua kila kitu
chetu kwa usahihi. Sio kwamba hadanganiwi kwa kutojua, bali anajua yote. Anatuongoza daima huku akitusamehe. Tuna wasiwasi mingi kwa sababu hatuna uhakika wa kushinda hata shida chikiza. Tubadilishe wasiwasi kuwa maombi na upokee uongozi wa Roho Mtakatifu ukitafuta mpango wa Mungu. Namba 4 mdogo. Namba 4 ndogo inasema uhakika wa msamaha wa dhambi. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:9. Soma. Naye nasema tukiziungama na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Amen. Kupunguliwa kutoka katika dhambi na laana zote. Amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Anasema njoni baada ya kutoa ushahidi kwanza. Amepungua njia ya wokovu kwanza. Umjia Kristo tu, kazi ya Roho Mtakatifu inatokea. Namba 5. Namba 5 inasema uhakika wa ushindi. Wakorintho wa kwanza 10:13. Soma. 10:13 naye inasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwenzavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Amen. Wakati mwingine shida huwazia waumini, lakini wanapanikiwa kwa sababu ya shida na matatizo. Kama Yusufu angekuwa na kaka zake ama maundugu, angekuwa na shughuli nyingi za kumtuma na maundugu zake. Maisha yake yote. Lakini Yusufu aliingia nyumbani kwa Potifa kama mtumwa. Watu wasiojua mpango kamili wa Mungu walipoona Yusufu wanalisema Yusufu ameangamia. Yusufu aliingia gerezani kwa kusingiziwa kwa sababu ya mke wa Potifa. Aliangamiza zaidi. Lakini Mungu alimfanya Yusufu ajifunze siasa ya kutawala dunia akiwa gerezani. Yusufu anatoka gerezani lini? Ni wakati Farao alipotoa ndoto yake. Mungu aliandaa ili kumhuisha Yusufu huku akihuisha dunia nzima.
Farao alipomuuliza Yusufu, nimesikia kwamba una fasiri ndoto vizuri. Yusufu hakusema ndio, hiyo ni taaluma yangu, bali alisema Mungu amempa Farao ndoto hiyo kwa sababu ana jambo la kumjulisha. Na kuota ndoto mara mbili ni kwa sababu Mungu amekushuhudia kufanya jambo hilo, huku akitoa na ishara pia. Kwa kuwa Yusufu aliongea jibu kwa uhakika sana, Farao alimwambia Yusufu, wewe uwe waziri mkuu wa Misri kuanzia leo. Mungu alimwambia Yusufu na kumweka kuwa waziri mkuu kwa sababu ya Injili na uinjilisti wa dunia. Mungu akiwabariki, mnapanda kwenye nafasi ya juu. Ameshinda kwa sababu ya mateso, shida, chikiza, na watakia mjilinde imani na kuingia huko kwa ujasiri. Sadrak na Mesak na Abednego walikuwa watu bora tangu awali. Kwa kukata kuabudu sanamu kwa sababu ya Injili, waliingia katika tanuru ya moto wa mauti. Wakatoka wakiwa hai na kuwa maarufu zaidi. Danieli alishinda kwa sababu ya tundu la simba. Nini mkipata shida, lazima mtashinda kwa sababu ya Injili. Nawatakia msinyumbe hata mkipata dhiki. Amen. Sisi ni watu ama watoto wa Mungu, lakini kuna watu wengi ambao mawazo yao yamezama sana katika kutokumwamini. Watu wa Mungu wasidanganyike na mawazo yangu na mazingira yangu na mipango yangu. Uwezo wa Mungu ni Mungu kama muumbaji. Hakuna kinachowezekana. Kinachotupa sasa sio mateso, bali ni njia ya ushindi. Ila kuna sharti. Ukianguka ndani kwa sababu ya mateso ya muda, hiyo sio njia ya ushindi. Ukiteleza na kupa haipai. Ukishika agano na kulinda imani hapo, hivyo ndio njia ya ushindi. Meli lazima ipate juu ya maji ya bahari ili iwe njia. Ikizama sio njia. Meli ikielewa juu ya maji inaenda popote, lakini ikizama ndani ya maji inakufa. Familia ya Nuhu iliyofanya harakati ya safina
iliishi kwa sababu ya maji, na watu waliotenda dhambi ya kutokumwamini bila kusikia neno walikufa kwa sababu ya maji. Sisi tuliookolewa tunaishi kwa sababu ya majaribu ama magumu na mateso, na asiyeamini anaangamia kwa sababu ya majaribu na mateso na magumu. Maria, tusome Post Korinto. Wakorintho wa kwanza. Ya, Korinto wa kwanza. Ngapi? 10. 10:13. Ya. 10:13 naye anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili. Amen. Turejeshe uhakika wa wokovu kupitia tujue Injili ni nini, uinjilisti ni nini, njia ya uinjilisti ni nini kama darak방. Turejeshe na tufurahie, tuwafundishe. Amen. Amen. Tuimbe na tuombe na tutamaliza. Sharon, karibu. Maria, uongoze ya wimbo. Okay, tuimbe wimbo Blessed Assurance na tutaingia katika maombi kwa ajili ya kuweza kujiombea sisi wenyewe kwanza, ili neno ambalo tumeweza kujifunza siku ya leo likawe ni neno letu, likaweze tukapate uponyaji wa kiroho na tukaweze kuona Injili ni maisha yetu na tuweze kuitimiza katika uinjilisti ambao uko katika darakban na maeneo mbalimbali. So muhimu tumejifunza tuweze kuwa na uhakika wa wokovu. Kupitia tu neno la leo, Mungu atujaze nguvu za Roho Mtakatifu ili kwa wokovu tusiwe na woga na wasiwasi, tuamini kwamba Mungu yuko pamoja na sisi, ametuchagua ili tuweze kuwa mishonari ambao tutaeneza Injili ulimwengu mzima. So tutaenda kuimba wimbo na tutaenda kujiombea sisi wenyewe zaidi. Sisi tukisimama tutaweza kukutana na watu ambao wamesimama pia. Blessed assurance, Jesus is mine. Whatever soul, glory, glory divine, of salvation, touching of God, joy of feeling, washing in blood. This is my story, this is my soul, praising my Savior, praise the Lord. This is my story, this is my soul, praising my Savior, praise the Lord. Perfect salvation, perfect delight, vision of rapture, now born on my side. Angel defending, blood from above, teaching of mercy, whisper of love.
This is my story, this is my soul, praising my Savior all day long. This is my story. In my soul is perfect salvation, all in a rest. I am in Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filling with goodness, lost in love. This is my story, this is my soul, praising my Savior all day long. This is my story, this is my soul, praising my Savior.